بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد مصلين متومه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد. أيها الأحبة، mashekhe niliongozana nao Sheikh Muhammad Abdi na mashekhe wote meza kuu, mwenzetu na rafiki yetu na mtani wetu aliyetukaribisha Daktari Matenga, lakini mwenyeji wetu Sheikh Mageni na mashekhe wote na viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu katika mji huu, wazee pamoja na khatibu wetu wa kwanza, nyote uhayikum bitahiyati lislami almubaraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Aya hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia huruma, anazungumzia upendo, anazungumzia mahusiano mazuri. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na wala hatuja kutuma wewe isipokuwa ukafanye kazi moja, ukawe ni huruma kwa viumbe wote, ukawe ni upendo kwa viumbe wote. Ni aya muhimu mno ambayo inaendana sawa kwa 100% na tukio ambalo tumekusanyika kwa ajili yake. Inakwenda sambamba kabisa na mkusanyiko huu tunaoita mkusanyiko wa 40 kwa ajili ya kumkumbuka bibi yetu, kwa ajili ya kumkumbuka mama yetu, lakini na kwa ajili ya kuwakumbuka wale wote waliotangulia mbele za haki. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwa nini aya hii inakwenda sambamba? Kwa sababu ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, jambo la kuoneana huruma sio hiari, ni amri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Katika hadithi mashuhuri na maarufu mno, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: arrahimuna yarhamuhumullahu tabaraka wa taala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Arrahimuna yarhamuhumullah, watu wenye tabia ya kuoneana huruma, watu wenye tabia ya kujaliana, watu wenye tabia ya kukumbukana, watu wenye tabia ya kuenziana, yarhamuhumullahu tabaraka wa taala, watu hao Mungu huwaonea huruma. Mkiwa na tabia ya kuoneana huruma, tabia ya kusaidiana, tabia ya kupendana, tabia ya kushikana mkono,
Mungu naye atawashikeni mkono. Yarhamuhumullahu tabaraka wa taala. Na mara nyingi huwa nasema nikizungumza hadithi hii, nakumbuka babu zetu huko nyuma wa Kindengereko walivyokuwa wakipendana, walivyokuwa wakishikana. Angalia Mungu alivyokuwa amewapa neema, angalia Mungu alivyokuwa amewapa baraka. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na Mungu. Arrahimuna yarhamuhumullahu tabaraka wa taala. Angalia taufikati zilizokuwepo hapo nyuma. Bila shaka mpunga unaovunwa leo katika ardhi hii sio mpunga uliokuwa unavunwa miaka 50 iliyopita. Mvua tulizokuwa tunazipata kwenye bonde hili sio mvua tulizokuwa zinapatikana kipindi hicho cha miaka ya 50. Na ilikuwa kipindi hicho robo heka ya mpunga wake huwezi ukauvuna peke yako, lazima ukaitishe ndugu waje kukusaidia kuvuna. Kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa wanapendana, watu walikuwa wanahurumiana, watu walikuwa na mshikamano. Mungu akaweka mkono wake. Arrahimuna yarhamuhumullahu tabaraka wa taala. Sasa virozo na maajabu. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Amri sasa, irhamu, wahurumieni wote walioko katika ardhi, wahurumieni wote walioko ardhini, na mkifanya hivyo yarhamukum man fis sama, na malaika nao watawaonea huruma. Kwa hivyo masala ya kuoneana huruma, masala ya kukumbukana, masala ya kuenziana ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tulipoambiwa kwamba tuwaonee huruma walioko katika ardhi, sio waliokuwa hai tu, hata wale waliotangulia mbele za haki bado wanahitajia huruma yetu. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunasoma katika riwaya moja nzuri ya kupendeza, anaelezea ya kwamba siku moja alipita Nabii Isa alayhi salam kwenye kaburi la mmoja wa watu wake, akasema huyu aliyopo kwenye hili kaburi anaadhibiwa, Nabii Isa alayhi salam. Lakini baada ya muda akapita, akasema aliyoko ndani ya hili kaburi yuko katika neema kubwa. Akaulizwa, kwa nini ewe mtume wa Mungu? Akasema kwa sababu huyu alikuwa na mtoto wake. Mtoto wake yule alifanya jambo la kheri, alitengeneza njia ya watu kupita, Mungu akamuondoshea adhabu aliyokuwa nayo. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kwa hivyo tendo la mtoto kumfanyia jambo la kheri mzazi wake likamfanya aondolewe adhabu na kuwekwa katika neema, hili ni kwa sababu ya huruma. Kwa hivyo huruma tuliyoamrishwa sio kwa waliokuwa hai tu, kwa waliokuwa hai na waliotangulia mbele za haki. Billahi alaikum, hivi wazazi wawili waliotulea, wenye lile daraja kubwa lilowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, lakini wa bilwalidaini ihsana. Virozo na maajabu hii atfu hapa, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mungu ameshatoa maelekezo, ameshaweka maamuzi yake kwamba anaabudiwa yeye peke yake, lakini kwenye kitendo hicho hicho wa bilwalidaini ihsana, wazazi wawili wasiabudiwe,
lakini wazazi wawili watendewe wema, wafanyiwe ihsan. Kufanyiwa wema, Mungu hajasema kwamba wafanyiwe wema wakiwa wako hai, la, ni mutlaq. Wakiwa wako hai, wakiwa wametangulia mbele za haki, bado ihsan inaendelea kwao. Wala tansawu alfadla bainakum, msisahau fadhila zilizokuwa kati yenu. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, wandengereko wenzangu, jambo hili la kuwakumbuka waliotangulia mbele za haki ni maagizo, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na khatibu wangu wa kwanza amesema maneno makubwa, lakini nataka yatafsiri vingine, kwamba kuna mambo kwenye hizi nchi zetu yamefanywa na wakahudhuria watu ambao ni maulama, sio sisi wanafunzi. Wakahudhuria watu maulama na wakayafanya mambo hayo kwenye miji hii yenye asli ya ilmu, yenye asli ya Uislamu. Hatuhitaji tena mtu aje atubabaishe, atuambie je, kuna hadithi au kuna aya. Hivi kuna aya zaidi ya Sheikh Hassan bin Amir Ashirazi? Hivi kuna aya zaidi ya Sheikh Yusuf Mnyasi na wengineo wengi magwiji waliopita katika ardhi hii? Watu waliokuwa na ilmu, waliokuwa na basira na uono, wameyafanya mambo hayo. Tunahitajia dalili nyingine tena? Kwa hivyo ndugu zangu, vikao hivi vilivyofanywa ni maulama wetu, ni babu zetu, ni vikao muhimu, ni vikao vinatabikisha, ni misdaq, ni vigezo katika vigezo ya huruma, ni darasa katika darasa za huruma. Irhamu man fil ard. Na ndiyo maana wazee wetu walikuwa kwa huruma waliokuwa nayo huko nyuma. Watu wazima watakubaliana na mimi kwamba nchi zetu hizi tulikuwa tukisoma Qur'ani kaburini likipigwa hema, ikisoma Qur'ani siku 3 au siku 7 maeneo haya ya mwambao. Lakini si hivyo tu, hata matanga yalikuwa hufungwa kwa Qur'ani, hufungwa kwa dua, hufungwa kwa kuswaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, thawabu zimwendee aliyetangulia mbele za haki, ishara ya upendo, ishara ya mahaba. Kwa hivyo baba zangu, wazee wangu, kaka zangu, tusibabaishwe na wale wanaokuja wakatuambia haya hayafai, wala msisumbuke kutafuta aya nyingi wala hadithi nyingi. Itoshe ya kwamba kuna watu wazito akina Sheikh Hassan bin Amir wameyafanya mambo haya na wamehudhuria katika shughuli hizi. Kwa hivyo ni mambo mazuri, ni mambo ya kuenziwa na kuungwa mkono. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ndugu zangu, huruma ambayo ndiyo aliyotumwa kwa ajili yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, huruma hiyo ikiwepo ndiyo inayoweza kuleta kusaidiana kati yetu. Wataawanu bilbirri wattaqwa, saidianeni, kuweni na sifa ya kusaidiana, bilbirri wattaqwa, katika mambo mazuri na uchamungu. Na huo ndio Uislamu. Uislamu ni watu kusaidiana. Uislamu ni kuhakikisha tunatatua changamoto ndogo ndogo tulizokuwa nazo katika jamii yetu, kwa sababu ndiyo maana ya huruma. Na mafanikio yote makubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yote ni kwa sababu ya huruma. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Allahu akbar. Kwa sababu ya huruma uliokuwa nayo, kwa sababu ya upendo wa kupindukia uliokuwa nao, linta lahum, umekuwa unaweza kuishi na mtu yoyote.
lakini ya Muhammad, walau kunta faddan ghalidha alqalb lamfaddu min hawlik. La ilaha illa Allah, ungekuwa huna huruma, huna upendo, una roho mbaya, humsikilizi yoyote, lamfaddu min hawlik, watu wote wangekukimbia. Kwa hivyo ndugu zangu, mafanikio ya Uislamu katika nchi zetu hizi, lakini hatana kwa mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ni kwa sababu ya huruma. Kwa hivyo huruma kama ambavyo ni amri, lakini pili, huruma itazalisha sisi kuweza kusaidiana. Tukiitoa huruma katika jamii, hatutosaidiana. Tutaangaliana kwa madhehebu zetu ambazo wala sio msingi, tutaangaliana kwa makabila yetu ambayo wala sio msingi, tutaangaliana kwa rangi zetu ambayo wala sio msingi. Lakini jambo jingine ndugu zangu wapendwa, huruma ikiwepo kati yetu itatengeneza wahda, itatengeneza umoja ambao nao ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum. Allahu akbar. Virozo na maajabu, Sheikh Matenga. Kamataneni na dini ya Mungu na wala msifarikiane, kuweni kitu kimoja na msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na kumbukeni neema ya Mungu. Kana kwamba Mungu anasema, anawaambia watu wa Madina, Ausi na Khazraji, nyinyi mliokuwa mnazozana mkaacha mizozo mkawa kitu kimoja, mkasahau tofauti zenu ndogo ndogo mkawa kitu kimoja, ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neema iliyoje ya kukaa pamoja kama hivi. Neema iliyoje unapotokea msiba Ikwiriri, tunatoka sote tunakwenda kuzika. Neema iliyoje inatokea harusi, hatuangalii ni harusi ya nani, harusi ya yupi, madama ni ya watu wa Rufiji, sote tunatoka pamoja. Ndivyo dini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwa hiyo umoja ni neema, mshikamano ni neema. Mshikamano ukikosekana, umoja ukikosekana, ni ishara kwamba jamii yetu haioneani huruma, na kama haioneani huruma, tumeupoteza msingi mkubwa wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lakini ndugu zangu, vile vile masala ya huruma ndiyo yanayosababisha kuvumiliana. Nikimsoma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati yuko Makka kulikuwa na Mayahudi ambao walikuwa wengi, walikuwepo Manaswara wa Kristo wachache, walikuwepo Waislamu wachache, lakini walikuwepo watu wanaoabudu masanamu. Lakini angalia, Allahu akbar, kuvumiliana, ataayushu silmi alikokufanya Mtume Makka. Hawa wote walikuwa wakimwangalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ya kwamba na wakitamka wakisema, ma jarabna fika kadhiba. Allahu akbar. Muhammad, sawa sisi tunaabudu masanamu, lakini hatujawahi kukusikia ukiongea urongo. Wakampa sifa mbili Mtume Muhammad. Sifa ya kwanza wakamuita as-sadiqu. Sheikh Mageni waliomuita Mtume as-sadiqu, mkweli, mwaminifu, si Waislam, ni watu wa Makka, ambapo ndani walikuwepo Wakristo, walikuwepo Mayahudi, walikuwepo watu wanaoabudu masanamu, lakini wakamuita as-sadiqul amin, mkweli, mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu misingi ya Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa ali, katika malezi yake ilikuwa kichwa chake ni arrahma, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ilikuwa ni huruma. Huruma ikazalisha ataayushu silmi, kukaa vizuri, kuvumiliana. Kwenye undengereko shekhi, na mambo mengi huku, mimi mwisho nitakuja kusema, lakini ambalo nalikumbuka kwenye kichwa changu zuri la kufurahisha, huruma ya Mtume. Hajaondoka Maka, akatengeneza undugu. Allahu akbar! Akamchukua sahaba huyu na sahaba huyu akawafanya ndugu, akamchukua huyu na huyu akawafanya ndugu, watu waweze kuishi vizuri. Alipotoka Maka akafika Madina, vile vile akatengeneza undugu, ataayushu asilmi. Lakini virozo na maajabu, akatamka maneno mazuri, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ni kweli Mtume alikuwa anaamini kwamba kumwabudu Lata na Uzza na Manata ni dini. Atala inna dina inda Allahi lislam, dini ya kisawasawa ni Uislamu. Lakini ili tuishi vizuri, tuishi kwa amani, ndugu zangu, yaliyopelekea haya ni upendo, yaliyopelekea haya ni kupendana. Na hii iwe ni darasa zetu, hata wale tunaotofautiana nao kwa rai na kifikra, basi ule utofauti uwe ni kwa upendo, uwe ni kwa huruma. Mimi napiga dufu na nina dalili zangu. Mimi nasema kwamba Mtume alipoingia Madina alipokelewa kwa dufu na akaimbiwa kasida maarufu, talaa albadru alaina min thaniyati alwidai, na ushahidi. Sina tatizo na hilo. Mwenzangu, umekwenda kusoma jamia umekwenda kusoma jamia. Sisi akina Magenti tunasoma kwenye majamvi, hatusomi jamia. Jamia unakaa kwenye viti na meza, halafu kule kuna ubao wanasomeshwa na doktor, hawasomeshwi na sheikh. Sasa mwenzangu akitoka huko, sasa kutoka jamia, anasema dufu ni haramu. Lakini baya zaidi, anayepiga dufu si Muislamu, ni mtu wa bid'a. La, sasa hiyo huruma iko wapi? Mbona Mtume aliwaambia wale wanaoabudu masanamu, lakum dinukum waliyadin? Mbona Musa anamwambia Mungu anataka kutumwa kwa Firauna. Firauna inajulikana, mtu aliyedai uungu, lakini bado anaambiwaje? Anaambiwa la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. La'allahu, huenda akakumbuka. La'allahu, na Mungu anajua huyu hakumbuki tena wala habadiliki, lakini ile huruma ya Mungu. Kwa hivyo basi, hata sisi tunapokhtalifiana, lugha zetu basi ziwe lugha nyepesi, ziwe lugha za huruma, zisiwe lugha za kukufurishana. Ndugu zangu, Uislamu umesimama kwenye misingi ya huruma, na mafanikio ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kwa sababu ya huruma yake na upendo wake. Lakini jambo la mwisho ambalo ni zuri na muhimu, ambalo tunalihitajia sisi kama watu wa mji mmoja, ni kukaa kwa amani, ni kukaa kwa utulivu, ni kukaa kwa mshikamano. Na hivi kukaa vizuri na kwa amani ndiyo dini. Si ndio sisi tukimaliza kuswali swala 5 tunamwambia Mungu, Allahumma anta salam, Mungu wewe ni salam, Mungu wewe ni amani, Mungu wewe ni kukaa vizuri.
Mungu wewe ni kuelewana na watu, Mungu wewe ni upendo. Allahumma anta salam wa minka salam. Mashekhe zangu wa Ndengereko, kwa Mungu hakuji vita, hakuna mapambano kutoka kwa Mungu, hakuna kugombana. Wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Allahu akbar. Na kwako Mungu hurudi amani. Khairul kalam ma qal wa dal. Maneno mazuri ni yale ambayo ni machache, ili wa Ndengereko wakitoka wamenielewa vizuri. Kwa mimi huku Ndengereko, Sheikh Mwamba, nashindwa kusema kwa sababu sisi babu yetu mwanzilishi anaitwa Mzee Hassan. Huyu Mzee Hassan alipokuja mwambao wa Tanga, akaoa mwanamke wa Kingindo anaitwa Bi Mwanjuma. Bi Mwanjuma akamzaa Mzee Kibwana. Sasa Mzee Kibwana huyu ndo aliozaa kina Mwakindenge. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa